kufanyika ndani ya saa chache tu baada ya ripoti kudai kwamba zoezi la kuhesabu kura lilisimamishwa baada ya vurugu kutokea katika baadhi ya vituo vya kupigia kura. Tume ya uchaguzi nchini humo ilimtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi kwa 98%, matokeo ambayo ni vigumu hata kufikirika. Matokeo haya yaliyotangazwa chini ya giza la mtandao na bila matangazo ya moja kwa moja yameacha nchi hiyo ikijiuliza ni nani hasa alishinda, bali pia ni vipi alivyoshinda. Grace Ng'ang'a anaripoti zaidi. Baada ya asubuhi iliyojaa sintofahamu na taarifa kwamba zoezi la kuhesabu kura lilikuwa limesimamishwa ghafla, Tume ya Uchaguzi ya Tanzania ilijitokeza kutangaza kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa 98% ya kura zote. Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni ushindi unaoishangaza dunia na kuibua maswali ya aina gani ya demokrasia inaweza kutoa uamuzi wa karibu wote kwa sauti moja. Je, ni sauti ya watu walioungana kwa dhati au ni mpangilio tulivu wa matokeo yaliyothibitiwa? Kwa kawaida wa Tanzania wangekuwa wakifuatilia matokeo hayo mbashara kupitia kituo cha taifa cha TBC kama ilivyokuwa desturi. Lakini safari hii kamera hazikuwepo. Matangazo ya moja kwa moja ya mwisho yalikuwa siku 2 kabla ya matokeo ya mwisho kutangazwa, ukimya uliokuwa ukiwasiliana zaidi ya taarifa yoyote rasmi. Whatever means of force that has been used is just the level of protecting. Mtanzania mmoja aliyeomba kutojitambulisha aliambia KTN kwamba TBC iliagizwa kusitisha matangazo ya kuhesabu kura kabla ya zoezi hilo kusimamishwa hapo jana. Na hivyo matokeo yalipotangazwa, hatimaye 98% yakimpa ushindi mgombea aliyekuwa madarakani, si namba 2 iliyowashangaza wananchi, bali ilikuwa ni kasi, usiri na ukimya vilivyozingira mchakato huo. Wengi wanajiuliza ni vipi kura milioni 32 ziliweza kuhesabiwa, kuhakikiwa na kudhibitishwa ndani ya siku 2 pekee katika nchi ambayo baadhi ya vituo vya kupiga kura viliripotiwa kukumbwa na vurugu na changamoto za mawasiliano. Kadri taifa linavyosubiri kuapishwa kwake, huduma za mtandao zinatarajiwa kurejeshwa, mfuatano wa matukio unaoashiria kwamba hata mawasiliano yanasubiri sherehe rasmi. Lakini wakati huo huo maswali yanazidi kuibuka. Je, ushindi mkubwa namna hii uliwezekanaje gizani? Je, mchakato wa kidemokrasia unaojivunia uwazi uliwezaje kuwa tamasha la siri? Grace Ng'ang'a, KTN. Tukitoka Tanzania turejee hapa nchini. Mwanafunzi wa mwaka wa 3 wa chuo kikuu